mjini, ambayo shehia hii tuliwahi kuitembelea mara kadhaa. Wiki iliyopita tuliwahi kuja sisi kama halmashauri yetu, lakini pia Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara walishafika kwenye eneo hili mara kadhaa kwa ajili ya kutoa taarifa. Kwa bahati nzuri ni kwamba siku 3 zilizopita Mheshimiwa Sheha wa shehia hii ya Shumba mjini aliwahi kuwaita wananchi wote ambao huenda wakaathirika na barabara ambao tayari wameshapewa fidia. Lakini matarajio ni kwamba tulitarajia kwamba nyumba hizi zitakuwa zimeshavunjwa ili kupisha barabara. Hifadhi ya barabara ni muhimu, lakini changamoto iliyojitokeza mpaka kufikia leo hii, baadhi ya watu hawajataka kutii agizo la serikali. Sasa sisi kama mamlaka tulisema tufike leo hii kwa sababu maagizo yameshatolewa. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba tumekutana na wananchi wote ambao walitakiwa waondoe majengo yao na mali zao. Kwa bahati nzuri wamekiri kwamba wameshapewa fidia. Nadhani yuko mtu mmoja ambaye alisema kwamba yeye hakuridhika na fidia ambayo imetolewa. Tuko kwenye mazungumzo ya mwisho. Lakini kati ya watu 24 nadhani huyo mtu mmoja huyo. Watu 23 wote tumeshakubaliana kwamba leo tutakamilisha zoezi la ufujaji. Tunachosubiria ni kwamba tunasubiria wenzetu watu wa ZECO kwa ajili ya kuja kuondoa line za umeme hizi ambazo ziko katika maeneo haya, kwa sababu asilimia kubwa ya nyumba hizi tayari zimepata nishati ya umeme. Kwa hiyo tunachotaka kufanya, tunasubiria wenzetu kwa ajili ya kuondoa nishati ya umeme kwenye majengo haya. Tukishamalizana na hilo, zoezi la ufujaji tutaendelea nalo. Bahati nzuri tumeshakubaliana na wananchi, tumeshawapa taarifa kwamba waondoe mali zao. Kama kuna vitu muhimu katika nyumba zao basi waondoe. Lakini wale ambao wanahitaji material ya ujenzi katika nyumba zao wanahitaji bado, basi wanatakiwa waondoe kwa wakati. Kwa kufika leo saa 8 zoezi hili liwe limeshakamilika, sisi tunaanza zoezi lingine. Kwa hiyo mimi niwasihi tu wananchi katika eneo hili la Shumba ya mjini, kabla hatujaelekea maeneo mengine, tuwe tumemalizana leo, waondoe mali zao na watii agizo la serikali bila shuruti, kwa sababu ni mara kadhaa serikali imefika hapa kupitia taasisi zake. Tumekuja kuwanasihi mara kadhaa, tumemtuma Sheha amekuja ameshawanasihi, lakini cha kushangaza ni kwamba bado wanasuasua. Sisi tulisema tuje kikazi zaidi leo kwa ajili ya kumaliza kazi ambayo tulianza kabla tujaenda kwenye maeneo ya shehia nyingine. Bahati nzuri sana ni kwamba rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi ana imani kubwa sana na wananchi. Ni mara kadhaa amewahi kulitembelea eneo hili la Shumba ya mjini, eneo ambalo tunatarajia miundombinu yake itakuwa mizuri zaidi. Tuna eneo ambalo tutajenga bandari, tuna eneo ambalo tutajenga soko, tuna eneo tutajenga chuo cha uvuvi, pamoja na miundombinu mingine ya kisasa na ya kileo. Eneo hili limependelewa zaidi. Tumshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada kubwa ambayo ameifanya, lakini pia kuwapendelea wananchi wa Shumba mjini. Ninachowaomba wananchi ni kwamba waungane na Daktari Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kwamba miundombinu yote ambayo ameileta basi iweze kutunzwa, ikiwemo miundombinu ya barabara. Barabara zinahitaji matunzo. Barabara hizi zinahitaji michirizi kwa ajili ya maji taka. Kwa hiyo sambamba na maji taka, basi barabara hizi zinahitaji miundombinu ya taa za barabarani. Tunahitaji reserve ya barabara iliyobaki kwa ajili ya kuweka miundombinu ya ziada. Sasa wananchi waelewe kwamba kuondolewa kwenye eneo la reserve ya barabara, maana yake tunahitaji kuweka miundombinu mingine. Tunahitaji kuweka mitaro ya maji, kwa sababu maeneo haya ni maeneo ambayo yanaathirika zaidi na maji kipindi cha mvua. Lakini jambo lingine ni kwamba tunahitaji kuweka taa za barabarani. Kwa hiyo maeneo yote ya reserve yatatumika kwa ajili ya miundombinu mingine. Wananchi wanatakiwa watii maagizo ya serikali tuweze kumaliza zoezi hili. Tuangalie zoezi jingine linalofuata. Tunaendelea na zoezi la kubomoa. Ni zoezi la ubomoaji wa majengo ambayo tayari serikali ilishalipa fidia. Kuna wananchi zaidi ya 20, wafika wananchi 22 kwenye barabara hii ya Micheweni inaelekea bandari ya Shumba mjini. Tayari serikali ilishalipa fidia na ni muda mrefu, na kwa mujibu wa taratibu walitakiwa waondoshe nyumba zao, kwa sababu kwanza hawapo kwenye mazingira salama, au wananchi wanaishi kwenye hizo nyumba zenyewe hawapo kwenye mazingira salama kutokana na movement zilizopo kwenye barabara. Pili, inahatarisha hata usalama na wanaotumia barabara. Manake watumizi ya barabara yatakiwa yawe kwenye mazingira ambayo hayatasababisha mtu ajali kwa makusudi. Sasa uwepo wa majengo haya yanaweza kusababisha mambo kama haya ambayo hakukusudiwa, hatarajii wanake ajali. Kwa hiyo tupo hapa kubomoa, lakini wananchi pia washakuwa maelekezo kulinda kubomoa.
tayari yashalipwa fidia. Kuna majengo yataondoka yote na kuna majengo baadhi yataondoka kwa mujibu kwa kadiri ya fidia ilivyokuwa. Wengine wamelipa fidia majengo yote, kuna wengine ni baadhi tu, ni sehemu tu za majengo yao ndio yatakayoondoshwa. Wito kwa sababu kinachofanywa ni miradi ya barabara, miradi ya ujenzi wa barabara inahusisha mambo mengi, ikiwa pamoja kuwa na mashirikiano kutosha baina ya wananchi na serikali ambayo inasogeza miundombinu. Sasa wananchi, mimi natoa wito kwanza wawe wasikivu na wawe tayari kwa mashirikiano kwa serikali. Serikali inafanya jitihada kwa kadri inavyowezekana. Mwananchi anayetakiwa kuondoka aondoke kwa fidia na wanakuwa wanalipwa. Kwa hiyo wawe wasikivu na watoe mashirikiano kwenye kufanikisha kazi za miradi hii. Zoezi tunaliendesha kwa mashirikiano ya karibu sana baina yetu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kushirikiana na wenzetu kutoka kwenye serikali za mitaa. Tunaye sheha ya Shumba Mjini, tunaye mkurugenzi wa halmashauri ya Micheweni, lakini pia wapo watu wa ulinzi na usalama ambao wanatupa support ya kutosha kukamilisha zoezi kwa kadri ya tulivyokusudia kukamilika. Serikali iliwapa fidia wananchi ambao walipata maafa kutokana na barabara, na kwa sasa hakuna mwananchi yoyote ambaye kuwa anaidai serikali kutokana na fidia ambayo kuwa walipatiwa. Kwa mujibu huo, serikali ina haki ya kuondoa nyumba zote ambazo kuwa tayari zishalipwa fidia, kwa sababu taarifa ipo na wananchi wenyewe walikiri ya kuwa sisi tutakapolipwa fidia yetu tutaondoka kwa wakati bila kulazimishwa. Sasa wasifanye jambo ambalo litapelekea kuipa serikali lawama. Kwa serikali hakuna lawama yoyote, ila tu ibakie mwananchi. Hata tukajikaza vipi, binadamu hatosheki. Kinachotosha kwa mwanadamu ni mauti na maradhi. Hivyo nawaomba wananchi wa shehia ya Shumba Mjini kwanza warizike na matokeo yoyote ambayo yatatokezea. Serikali haiwavunjii kwa lengo la kuwaonea, inawavunjia kwa lengo la kuwa waondoke katika mazingira ambayo kwani hatarishi. Na nashukuru kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao walipopata agizo tu tayari walivunja kwa hiari yao bila kulazimishwa. Lakini wananchi, kila mtu ana akili yake. Kuna wakati mwingine mtu mpaka atakapoona ile mvua kubwa ile ndio ataona hapa mimi tayari nisharoa, lakini bado kama mvua bado ikali manyonyoto ataona hakuna lolote linalowezekana. Sasa ninawaomba wananchi wa shehia ya Shumba Mjini wakubali matokeo, waache watu wavunje katika barabara ambayo kuwa tayari ina matumizi kwa watu wengi, na kila mmoja anapopangiwa kukaa aende akakae kwa roho safi na kwa unyenyekevu kabisa. Zoezi kwanza nilipopokea pesa nilikuja bila kujenga. Nilijenga baada ya shamba, lakini sikujenga hapo nilipoomba mvunje, ndivyo sivyo. Nilipo ikiwa mwisho ndipo ninapoendeleza. Sawa, nashukuru Mungu na nishavunja, sina wasiwasi. Kuna wale watu wanshare wakiambiwa mwisho Jumatatu waliona kama ni ubishi, waliona bado, lakini tena mnapokuja leo nyie ndipo wanaona tayari sasa hizi wazivunja nyumba. Lakini mimi siku hiyo yuko pesa, siku ya pili nilivunja. Raia kupata maafa ya kuvunjiwa nyumba zilizoko barabarani, lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu pia nikapata kuvunjiwa, nikalipwa hela zangu. Nilipwa hela zangu pia, sikufanya ajira nyingi ya ukawia, nikafanya uzoroti. Tazama huko mama. Nashukuru Mwenyezi Mungu, pale pale nyumba yangu nikavunja, pokea pesa zangu, nyumba nikavunjiwa, nyumba tukavunja wenyewe tu mimi na mume wangu. Nilipovunjiwa nikajenga, nilipojenga nikakaa nyumbani pangu, sina wasiwasi. Nikajenga, nikakaa hivi sasa nakaa ndani ya nyumbani mwangu. Sina ajira, sina ajizi ya kuwa nikawia mpaka nije niambiwe ni serikali nivunje. Mimi nikavunja, sina wasiwasi, hivi nakaa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, wenzangu wakawa na ajizi mpaka sasa hivi
Tukaipa kwa sheha mara ya mwanzo, tukaenda tukaambiwa tuvunje, nikavunja. Lakini sina wasiwasi, wenzangu sasa hivi wamekuja tu wamekuku wavunje sasa hivi, wakuja wakiacha sasa hivi wavunja. Mimi sina wasiwasi, nimekaa nyumbani pangu, mimi sina wasiwasi.